Pwani. Nawashukuru sana. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kuomba kura za Watanzania kwa ajili ya kuendelea na kazi muhimu ya kuijenga Tanzania mpya. Je, ni sababu zipi zinabeba dhana na dhamira yake ya kazi na utu tunazidi kusonga mbele? Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Comrade Asha Rose Migiro, anadokeza. Tarehe 29 Oktoba, tujitokeze kwa wingi, tujitokeze kwa amani, twende tukapige kura. Tunakwenda kutiki na kutiki na kutikio. Pwani oye! Hivyo tarehe 29 tutakapopiga kura kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi, madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, tutakuwa tunapigia kura maendeleo, tutakuwa tunapigia kura ustawi, tutapigia kura utu wa Mtanzania. CCM oye! Hakika ni dhahiri kazi ya kuijenga Tanzania mpya inaendelea na inaonesha matumaini, kama anavyobainisha Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Leo umekuja kuomba ridhaa ya wanapwani tukuchague kwa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kukuhakikishia kwa mkoa wa Pwani tutakuchagua wewe. Utapata kura nyingi sana zisizokuwa na mfano wake katika historia ya mkoa wetu. Lakini kwa nini tutakuchagua? Umezikabili kwa mafanikio changamoto zinazowakabili wananchi wa mkoa huu. Tena umezikabili kwa ufanisi, kwa umakini na ujasiri mkubwa. Mcheza kwao hutunzwa. Umetutendea mema mengi, umetutendea mazuri mengi. Ni wajibu wetu sasa kukulipa mema. Tutakulipa kwa wema uliotutendea. Tutajaza kura kwa wingi mpaka zifurike kwenye sanduku la kura la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania tunayo sababu ya kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi kwa jinsi kinavyoshirikiana na wananchi kuleta maendeleo. Katika mkoa wa Pwani ni bandari ya Bagamoyo, mradi ambao umesubiriwa kwa muda mrefu. Kitupa ridhaa mbele tunakoendelea, tunakwenda kuijenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii itakuwa na gati za kisasa na ndefu ambazo zitakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi ya bandari ya Dar es Salaam. Bandari hii pia itaunganishwa kwa reli ya SGR kwa kipande cha kilomita 100 kutoka bandari kavu ya Kwala hadi huko bandari ya Bagamoyo. Aidha, bandari ya Bagamoyo itajengwa sambamba na eneo maalum la kiuchumi la hekta 9,800 takalochochea uzalishaji na kuvutia uwekezaji wa viwanda. Tumekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa mradi wa bandari na eneo huru la biashara. Tunaenda kutekeleza mradi hii kupitia Mamlaka ya Bandari Tanzania, Shirika la Reli la Tanzania na pia sekta binafsi, hususan kwenye kongani za viwanda. Huko lazima tuyalike, sekta binafsi ingie, tufanye nao pamoja. Ndugu zangu, hii ni miradi ya kimapinduzi kuweza kufanyika ndani ya mkoa wa Pwani kwa kitovu cha usafirishaji nchini, na itaongeza fursa za ajira na biashara kwa wananchi, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Ahadi yetu ni kusimamia na kuiendeleza miradi hii muhimu kwa maendeleo yetu na ya nchi kwa ujumla. Ndugu zangu wanapwani, mkoa wa Pwani unastahili pongezi za pekee
kwa kasi kubwa ya maendeleo ya viwanda, ambapo idadi imeongezeka kutoka viwanda 1387 mwaka 2020 hadi viwanda 1631 mwaka huu. Hili ni sawa na ongezeko la viwanda 244 ndani ya miaka minne au viwanda 61 kila mwaka. Katika kipindi hicho, viwanda vikubwa vipya 97 vimejengwa na jumla vipo 156 sasa, na hili ni ongezeko la viwanda 17 vikubwa kila mwaka. Na viwanda vya kati ni 81 vimejengwa na sasa vipo 191, na ni sawa na viwanda 27 kila mwaka vimejengwa ndani ya mkoa wa Pwani. Viwanda hivyo vimetoa ajira za moja kwa moja 21,149 na zisizo za moja kwa moja ni ajira 60,000. Hapa sijavitaja viwanda vidogo vidogo ambavyo pia vimewanufaisha Watanzania wengi kwa bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa huu. Uwekezaji unaofanyika Pwani na kote nchini umeiwezesha nchi yetu kupiga hatua katika mwelekeo wa kujitegemea kimapato, lakini kujitegemea kibidhaa. Kwa mfano, ndani ya mkoa wa Pwani sasa kuna uzalishaji mkubwa unaotufanya tujitegemee kwenye bidhaa muhimu za ujenzi. Sasa tunajitegemea kwenye uzalishaji wa vioo kule Mkuranga, lakini marumaru, saruji, mabati ya rangi au wengine wanaita mabati ya msauth, yote yanazalishwa ndani ya nchi. Na haya ni machache tu kati ya mengi yanayoifanya nchi ianze kujitegemea. Kwa hakika, sababu ya kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan tunayo, nia ya kumpigia kura tunayo, na uwezo wa kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 29 Oktoba tunayo. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, Oktoba 29 tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.